Tarehe 14 ya mwezi wa pili kulikuwa na mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya wanawake Zanzibar, ambapo walikwenda kumkutanisha timu ya Mafunzo dhidi ya timu ya Warriors na kuweza kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya timu hii ya Warriors, ambapo matokeo hayo yaliweza kumfanya timu ya Mafunzo kuweza kupata ubingwa wa ligi kuu ya wanawake Zanzibar. Hapa leo katika chuo cha Mafunzo, katika ukumbi wa mkutano, kutakuwa na maongezi kati ya kamishna wa chuo cha Mafunzo Hamis Bakari Hamis na wachezaji pamoja na benchi kuu la timu ya Mafunzo. Tuende tukaungane nao tuweze kujua kipi kamishna wa chuo cha Mafunzo ataenda kuzungumza na wachezaji hawa baada ya kuweza kupata ubingwa wa ligi kuu ya wanawake Zanzibar. Mafunzo Online TV, habari kwa kina. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kama uongozi wa chuo cha Mafunzo kuwapongeza sana kwa juhudi zenu mlizozichukua. Mmepambana kwa hali na mali, jua mvua, lakini hatimaye tumefanikiwa kupata ubingwa. Na hii ni historia kwa Zanzibar. Nadhani ligi hii ilianza mwaka jana kama sikosei. Huu ni msimu wa pili, yani mwaka wa pili. Mwaka jana alikuwa mabingwa JKU. Kwa sisi ni mabingwa wa pili kwa historia, na maana hii itabakia milele kwamba Mafunzo wanawake ndio walikuwa mabingwa wa pili wa ligi ya mpira wa miguu Zanzibar, si ndio? Kwa hiyo hili ni jambo la fahari kwetu kwa sababu tunaweka alama kubwa sana ya miaka mingi huko mbele. Tunajua ligi hii itaendelea na itakuwa sana. Yaani huu ni mwanzo tu. Kwa hiyo tunapokwenda huko ligi hii itakuwa sana. Na sasa hivi ligi za mpira wa miguu wanawake zinazidi kupanda chati kila siku zikienda. Wenzetu bara wameshakuwa na vilabu karibu vyote vile vya daraja la kwanza wana timu za wanawake. Zanzibar hajafikia standard hiyo, lakini nadhani mwakani kila klabu itakuwa na timu ya mpira wa miguu wanawake. Yaani hii timu yetu mwaka huu kupata ubingwa imekuwa ni chachu na kwa vilabu vingine kutafuta timu za wanawake. Nilikuwa nawasikia takriban kila mtu kwamba na hii mbote harakati ya kutengeneza timu ya wanawake. Kwa hiyo kiujumla tuniseme kwamba niwapongeze sana. Niwapongeze kwa ushindi huu mzuri, ushindi uliotukuka, kwa sababu tulipambana katika mechi zote zile, tulifungwa mechi moja ambayo pia ilikuwa na mambo mengine ambayo hayakuwa mazuri, lakini pia tuyaache hayo. Mwisho wa siku tumefika hatua tumepata ubingwa. Kwa hongereni sana kwa hilo. Kwa hiyo tujipange pia kwa mwakani. Mwaka huu tumeshaona tumefanikiwa, timu chache, ilikuwa timu 4 tu zilishiriki ligi, lakini na hakika mwakani zitafika timu zaidi ya 10. Sababu nishawasikia vilabu karibu 6 na wenyewe na katika mpambano wa kutafuta timu. Kwa hiyo na imani kabisa mwakani itakuwa mechi nyingi na timu nyingi, ligi itakuwa ngumu. Kwa hiyo tuanze kujiandaa mapema kwa ajili ya mwakani. Sisi kama uongozi wa chuo cha Mafunzo, dhamira yetu ni kubwa sana kwenye michezo. Dhamira yetu ni kubwa kwenye michezo yote, sio mpira tu mpira wa miguu peke yake. Tunataka tuweke vizuri kwenye netball, kwenye football, kwenye volleyball, kwenye basketball, kila kitu. Tushukuru Mungu mpaka tumemaliza ligi hatukupata taarifa zote mbaya za kinidhamu kutoka kwenu. Na ili pia niwapongeze sana. Hatukupata taarifa mbaya kwamba mchezaji wenu labda amefanya kituko au kitu kibaya kabisa cha kuleta madhara makubwa katika ligi. Kwa hiyo pia ni jambo zuri. Kwa hiyo niwasifu na niwapongeze sana kwa hili, lakini pia niwanasihi kuendelea na tabia hii njema ya kuweza kuwa na nidhamu katika mpira, kwa sababu nidhamu katika michezo ndio kila kitu. Kwa majina naitwa Zahara Idi Mweru, ni team captain wa Mafunzo Queens. Tuna furaha kubwa kuwa mabingwa wa Zanzibar na tunaamini tutaenda kuwakilisha vizuri kwa tunapoenda. Pia nawashukuru sana walimu wetu benchi la ufundi kwa kutufundisha. Timu yetu kuwa na nidhamu nzuri. Hatuwezi kuchoka kupambana, tutapambana. Pia mashabiki zetu wa Mafunzo wasichoke kutusapoti. Sisi ndo timu yao. Tumeanza mazoezi takriban miezi 5 nyuma. Shughuli ilikuwa si ndogo, sababu msichana na mvulana vitu vile tofauti. Msichana umwandae kuanza basic, yaani unaanza pasi kumtengeneza mpaka ingia kwenye rhythm. Kwa hivyo kazi ilikuwa kubwa, tumepigana vya kutosha, lakini mwisho wa siku sasa miezi 5 ni mingi katika mpira. Wachezaji wameelewa, wameweza kwenda tulicheza friend match nyingi za wavulana, wamepambana. Kuna mechi tumepoteza 7, 8. Lakini lengo letu lilikuwa tunatazama vipi wataweza kwenda kuplay. Tumeandaa mifumo ya kwenda kucheza, kwa hivyo tumeanza ligi
timu imesimama uzuri. Tumeanza kushuti mechi ya kwanza goli 3, tukaona sasa timu yetu haina shida, inakuja kwenye ushindani. Na kwa tumefanikiwa. Mpaka mechi ya mwisho tumeweza kuwini goli 1-0. Tumetangazwa kwa mabingwa nchi. Kama tulivyoweza kumsikia kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar Khamis Bakari Khamis alivyoweza kuwapongeza timu ya Mafunzo Queens na kuambia ya kwamba atawasapoti na kuwaunga mkono katika michuano yao mbalimbali. Nikiripoti kutoka katika makao makuu ya chuo cha mafunzo Zanzibar, mimi ni Spotlight wako Jamila Ubwa, Mafunzo Online TV. Mafunzo Online TV, habari kwa kina.